Taarifa inayosoma kwa CEO wa klabu ya Yanga Chief Executive Andre Mtine, ambaye kwa hivi sasa unaambiwa kumekuwa na changamoto mbili tu kwa wachezaji ambao tayari wameshaonekana kuwa katika rada za 70% katika klabu ya Yanga. Wa kwanza ni Jonathan Soa, wa pili ni Djibril Sila kutokea klabu ya Azam, lakini pia mwamba huyu wa Singida Black Star, ambaye pia kwa asilimia zilizopo na hata kwa uongozi wa klabu ya Yanga unaambiwa ni lazima mwamba aweze kutua Jonathan Soa ama Djibril Sila. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa hivi sasa pia limekuwa na kama mwenge ama kichwa. Kila mmoja anajiuliza kwamba kwa Jonathan Soa na Djibril Sila nani ambaye anastahili kwa 100% kuweza kuja katika kikosi cha Wanayanga. Na ndio maana kwa hivi sasa kumekuwa na taarifa ambazo tayari zimeonekana kuwa na ukweli ndani yake. Kwa issue Jonathan Soa ina asilimia kubwa zaidi ukiachana na issue ya Djibril Sila, ambao pia hata kwa kiongozi CEO Andre Mtine ambaye pia alishawahi kulizungumzia kuhusu tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea, na yeye kama CEO ni swala ambalo analisikia na analijua. Lakini katika issue ambayo pia aliweza kuwatoa hofu wana Yanga, lakini pia na haswa kwa wale mashabiki na wadau wa soka, ni kwamba waendelee tu kufuatilia updates zinazoendelea za usajili. Lakini kwa hivi sasa amekuwa akiendelea kupambana na leseni za wachezaji ambao anaamini katika dirisha kubwa la usajili mara baada ya ligi kuu kuweza kuisha na kutamatika, basi kipindi cha dirisha litakapoweza kufunguliwa, basi masuala ambayo itakuwa yanaendelea ndani ya klabu kwa wachezaji yasiweze kuwa na vipengele, yani kuhakikisha kabisa kwamba mambo yote yanafanyika mapema ili mradi kuweza kuruhusu na kupata leseni za wachezaji ambao wanatokea katika nchi za nje. Kwa ni swala ambalo kwa Jonathan Soa na Djibril Sila, yani mmoja wapo ana asilimia kubwa ya kuweza kuwa ndani ya kikosi cha Wanayanga. Ukiwa kama mdau wa soka na mshabiki wa klabu Yanga, kati ya Jonathan Soa na Djibril Sila nani unahisi kabisa kwamba anafaa kuwa ndani ya kikosi cha Wanayanga na anaweza akaitumikia na kuweza kufikisha Yanga inapotaka hata katika ile michuano ya klabu bingwa, ambayo tunaamini kabisa kwa klabu Yanga target kubwa ni kuhakikisha kabisa kwamba robo finali ama nusu finali inakuwa ni jambo la kawaida katika hii nchi yetu na katika ligi yetu ya NBC kwa klabu ya wananchi.